Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Huyu bwana maarufu tunamwita kushika dawa. Yeye pamoja na mjumbe wetu wote Peter Dumwaso wamechangia kwa kiasi kikubwa sana kufanya marekebisho makubwa ambayo mmeyaona binafsi kutoka katika mifuko yao. Tunakushukuru na unaweza kukaa. Tunatengeneza pitch zaidi ya 6 pale kwa ajili ya timu zetu za vijana, wasichana, wanawake pamoja na timu ya senior ili tuweze vizuri. Lakini ndugu Octavian, tunakushukuru sana kwa mchango wako mkubwa. Yeye ni mjumbe wetu wa bodi iliyopita, lakini amechangia katika kukuza vipaji. Anashirikiana sana na wenzetu wa kamati ya youth. Tumemwona Dr. Chidua hapa. Tunakushukuru sana. Taarifa ya CEO imesema kwamba tumeweza kupandisha wachezaji 3, lakini tumeweza kupata wachezaji 4 ambao wameenda kupata timu nje ya nchi. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kumalizia, maelezo uliyotoa, sisi ndani ya uongozi hatujawahi na hatutawahi kuwa na dhamira ya kumdhuru yoyote, lakini tunazingatia utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Wapo wanachama wa Simba Sports Club, ndugu Shaweni Omar, ndugu Hamisi Tika, Ras Simba, ndugu Boss Matola na ndugu Violet Ben. Hawa waliandika barua kwa kuzingatia katiba ya Simba, wakipendekeza baadhi ya vipengele ndani ya katiba yetu vifanyiwe marekebisho. Tumeunganisha na barua ya baraza la michezo, na hii naomba lieleweke vizuri. Baada ya kupokea barua hii pamoja na mapendekezo tuliyopewa na mwanasheria mkuu wa serikali, tuliunda kamati ya wajumbe 5 kutoka pande mbili, kwa maana ya upande wa wanachama na upande wa mwekezaji. Kamati hiyo ilikuwa chini ya ndugu Delphinus, sina hakika kama yuko, aliomba dharura, lakini yuko wakili Ndasa, naomba usimame. Yupo ndugu Hussein Kita, naye na uhuru, ndugu Zulfika Chano. Hawa ndio ambao waliandika barua, na majibu ya barua hiyo ndio ambayo yamekuwa yakisambaa katika vyombo vya habari na maeneo mengine. Hakuna nia wala dhamira dhidi ya yeyote. Mabadiliko haya tunayafanya ili yaweze kuendana na matakwa ya kisheria kama Mheshimiwa Waziri alivyosema. Kwa hiyo tutakwenda kwenye huo mjadala, na mapendekezo hayo inawezekana ukapenda kifungu fulani cha sheria kiandikwe kulingana na wewe unavyotamani, lakini tafsiri ya sheria haitafsiriwi kwa vile unavyojisikia. Ni lazima kuna utaalamu maalum wa uandishi wa vifungu vya sheria. Nimemsikia mtaalamu mmoja kwa mwanzo wa chuo kikuu kwenye idara ya sheria. Hayo ndio mambo yanapokuwa. Sheria inajibu kama tunavyoandikiana barua nyingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pamoja na neno la shukrani kwako binafsi na kwa wizara, lakini nipende kusema kwamba tunakushukuru, tutazingatia, na haya ambayo tunayasema hapa tutayafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunakidhi. La mwisho, sio kwa kunyuma. CEO umesema kwamba tutaanza kutoa kadi mpya za wanachama. Mimi nasema mifumo ikamilike, na target yetu kuanzia tarehe 5 mwezi Januari ni lazima kadi za wanachama zianze kutoka. Aidha hiyo mfumo umekamilika au mfumo haujakamilika, lakini sisi tutaanza kutoa kadi tarehe 5 Januari
Ila ndugu wanachama wenzangu, kadi zetu sisi hatutotoa kwenye mfumo wa promotion. Waita watu wajazane, wachukue kadi kama tunagawa, hapana. Kadi zitapitia kwenye matawi, watapitishwa na watu watapewa kadi zao ili kuweza kulinda kazi ya klabu yetu. Nawashukuru sana na kushukuru Mheshimiwa Waziri kama itakuwa Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.